Mambo ambayo ni ya ukichaa unaweza kuyafanya yanaweza kuharibu ndoa yako. Sehemu ya mwisho, nimekuwa nikifundisha mfululizo ya mambo ya ukichaa ambayo unaweza kuyafanya ambayo inaweza kuharibu ndoa yako. Nimesema ya kwamba katika mfululizo namba 1 mpaka namba 8 ya kwamba mume na mke ni mwili mmoja, Mwanzo 2:24. Na kwa kuwa ni mwili mmoja, unapomshambulia mkeo, unapomshambulia mmeo, ama kwa maneno ama kwa vitendo ambavyo vitasababisha maumivu ya hisia, maumivu ya mwili, maumivu ya roho, maumivu ya nafsi, wewe unakuwa ni kichaa, kwa sababu unaushambulia mwili wako mwenyewe. Nimefundisha kuna njia mbalimbali ambazo unaweza ukaonyesha ukichaa kwa mwenza wako kwa njia ya mashambulizi. Fuatilia mfululizo kwenye somo la 1 mpaka la 8. Katika mfululizo huu ninakwenda kuleta suluhu kwa njia ya maombi. Moja ya njia ambayo inaweza kusababisha marejesho ni maombi. Biblia inasema niiteni nami nitaitika, nami nitawaonyesha mambo makubwa na magumu msiyojua. Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 10 na 11. Hana alikwenda Shilo kumwomba Mungu kulipokuwa na matatizo kwenye familia yake. Vile yule kijana ambaye alikuwa akihudhuru mwili wake kwa kujikatakata wa Gadara, sababu ya ukichaa alikuwa nayo, sababu ya hasira alikuwa nazo, sababu ya jeuri alikuwa nayo, kuna majira akaamua kutafuta msaada kwa Yesu Kristo, akamuomba Yesu amfungue. Marko sura ya 5 mstari wa 2 mpaka 15. Hivyo kuna maombi ya aina fulani unaweza kuyafanya ambayo yakasababisha kufunguliwa kwa ndoa yako. Ombi la kwanza unaweza kulifanya ni ombi la toba. Ombi la toba na msamaha. Yohana 1:9, Zaburi 51. Kumuomba Mungu toba, kumuomba Mungu msamaha kwa ajili ya madhara ambayo umeyasababisha kwa mwenza wako, kwa ndoa yako, kwa jamii na familia, na hata kwako mwenye binafsi. Hivyo unaweza ukaomba, Baba Mungu wangu, ninakuja mbele zako nikiwa na moyo wa toba na unyenyekevu. Nimekosea kwa maneno, kwa mawazo, kwa vitendo na kutokujua. Nimechafua ndoa yangu kwa ubinafsi, kiburi, hasira na kutokusamehe. Ninakiri dhambi zangu na makosa yangu mbele zako, na ninaomba unisamehe kwa jina la Yesu Kristo. Nioshe kwa damu yako ya mpendwa wa mwanao Yesu Kristo. Uniumbie moyo safi, Mungu, na upya ndani yangu roho iliyo thabiti. Nisaidie pia kusamehe mwenzi wangu kwa yote aliyonifanyia. Nisibebe majeraha ya zamani, bali nijazwe na moyo wa rehema na msamaha wa kweli, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ombi la pili ni ombi la kuvunja roho ya migogoro, hasira, ukatili, baridi ya upendo. Baba wa amani, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninavunja kila roho ya migogoro, mivutano, hasira zisizo na sababu, ukatili wa maneno au matendo, kupoa katika upendo, na hila yoyote ya shetani inayosababisha kukosekana kwa amani katika ndoa yangu. Ninakataa kila roho ya ugomvi, ukatili, kiburi na kutotii. Bwana, fungua ndoa yangu kutoka katika vifungo vya giza. Nisaidie kuwa mume au mke mwenye busara, utulivu na hekima. Nijaze na roho ya upole, huruma na subira. Roho Mtakatifu, tawala nyumba yangu na ulete utulivu na upendo wa kweli. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba haya na kuamini kwamba imekuwa. Amina. Ombi la tatu ni uponyaji wa kihisia na kimahusiano. Mungu mponyaji, najileta mbele zako nikiwa nimebeba majeraha ya kihisia na moyo. Ninaomba uniponye katika maeneo yote
iliyokosewa, kuumizwa, kudharauliwa, kufedheheshwa ndani ya ndoa. Ponya pia mwenzi wangu katika maeneo aliyojeruhiwa kwa sababu ya maneno yangu, vitendo vyangu au hali za maisha. Bwana, fufua tena mawasiliano yetu, uaminifu wetu na urafiki wetu wa kindani. Tuponye kutoka katika migawanyiko ya kihisia na uturejeshe kama wawili walioungamanishwa na kusudi lako. Baba, ninakushukuru kwa kuwa umetisikia, katika jina la Yesu Kristo, amina. Ombi la 4, ni kuvuta upya upendo na heshima katika ndoa yako. Sema: Mungu wa upendo, nakuja kwako. Ninakuomba Mungu Baba mbinguni, wewe Mungu wa kweli, wewe Mungu wa upendo, wewe Mungu ambao ushindwi, unisaidie kuvuta tena mioyo yetu pamoja kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Tusaidie kuheshimiana, Mungu Baba. Tusaidie kuthaminiana na kutambua uthamani wa kila mmoja katika ndoa hii. Bwana, rudisha heshima ya ndoa yetu. Rejesha mawasiliano ya upendo. Rejesha roho ya ushirikiano kati yangu na mwenza wangu. Sababisha tukawe mwili mmoja tena. Sababisha tukanyenyekeane tena. Sababisha tukawe na utii na furaha na unyenyekevu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, amina. Ombi la mwisho ni ombi la 5, kuomba maono mapya ya kifamilia na usimamizi bora. Sema: Mungu Baba, wewe Mungu wa maono, wewe Mungu wa nuru, ninakuomba unipe mimi na mwenza wangu maono mapya ya kifamilia, maono mapya ya kimaisha, maono mapya ya upendo, maono mapya. Sababisha Mfalme, tukapate kuwa na hekima ya kusimamia ndoa, hekima ya kusimamia fedha, hekima ya kusimamia maisha yetu. Bwana, tupe maono ya kiungu, tupe maono ya kiurafiki, tupe maono ya umoja, tupe maono ya maendeleo. Baba, tunafunika ndoa yetu kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya marejesho. Asante kwa ajili ya maono, katika jina la uweza la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, amen. Sasa nakwenda kuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa ajili ya mwanandoa huyu. Asante kwa ajili ya baba huyu na mama huyu, wamekuwa pamoja nami Bwana kipindi hichi chote, tangu somo la kwanza hata hili la leo. Wamejifunza Mfalme mambo ya ukichaa ambayo inasababisha uharibifu wa ndoa, na wamekubali kuondoa ukichaa. Wamekubali kuwa na akili timamu ya kuweza kusimama pamoja kwa umoja kama wanandoa, kujenga ndoa zao Mfalme kwa amani, kwa utulivu, kwa upendo. Baba, ninakuomba ukasababishe marejesho. Baba, ninakuomba ukaachilie akili timamu, na kuomba Mfalme ukalete umoja, ukalete upendo, ukalete msimamo wa umoja kwa baba huyu na mama huyu. Sababisha Bwana maumivu katika ndoa yao yakatoweke. Sababisha kapate kuwa na umoja na furaha na amani na maendeleo, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Asante Mungu Baba wa mbinguni kwa kuiponya ndoa hiyo na kuibariki ndoa hiyo, katika jina la uweza la Yesu Kristo nimeomba. Kwa ajili ya mawasiliano, ushauri, maombezi, unaweza kusema pamoja nami kupitia namba hizi 0715 832 005, au unaweza ukaja Kigamboni, mahali hapa napatikana Kibugumo Mzambaroni stendi, kanisa la Valley of Life. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo, amen.